نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Kwa tunaanza mlango wa kwanza. Babu, mlango tuzungumzia habari ya khalqi rasul. Maana khalqi kama tulivyosema huko mwanzo kwamba neno shamail linahusisha na tabia ni kwa maana maumbile, na vile vile linahusisha mambo ya akhlaq na vitu kama hivyo. Lakini wanazuoni naona hapa wamefasiri kama alivyofasiri Al-Albani rahimahullah, tunalifaa sana katika hii mukhtasar. Anasema al-khalqu bi fathi al-kha wa sukun al-lam. Anasema al-khalqu al-kha bi fathi kha wa sukun al-lam. Al-khalqu bab ma jaa fi khalq. Nini maana yake? Anasema Al-Albani rahimahullah, maana yake ni kwamba والمراد به هنا kilichokusudiwa hapa katika hii al-khalq bimaana suratul insan, ni ile sura ya mtu, mfano kalbayad, weupe labda na rangi gani, watul na vile vile urefu. Kwa ikisema khalq ina maana ni umbile au maumbile ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi. Hii ikitiwa dhumma khulq, sasa hii itakuwa ina maana ya tabia, mpole, karimu. Lakini tukisema khalq tuna maana umbile la Mtume sallallahu alayhi wasallam vipi lilivyokuwa. Katika hadithi ya mwanzo katika mlango huu ambao unazungumzia habari ya umbile la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile body structure jinsi alivyo. Hadathana Abu Raja Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiallahu anhu annahu sami'ahu yaqul. Sasa hapa labda na mimi nitoe mwongozo kidogo katika shaji hizi. Hadathana hatutazungumza sana. Sisi tutakwenda tu moja kwa moja tabaka masahaba nyingi mbele huku tutaziona. Na nafikiri kwa nini Al-Albani akasema muktasar, kumbe alichokifanya ni kwamba kumbe Al-Albani alijaribu kufupisha maelezo mengi ya sanadi ina watu 520, akasema hao wote tutatoa, tutabakisha tu tabaka sahaba ana Anas. Ndio maana akaitwa muktasar au anaitwa muktasar. Ilikuwa kuna baadhi ya hadithi katika hiki kitabu cha Imam Tirmidhi anazirejea mlango huu, alafu kuna mlango mwingine atarejea ile ya mwanzo. Albani anasema hizi zikurejewa taziondoa. Kwa hiyo hapa ili kuokoa muda ni kwamba hatutosoma wote mtiririko wa hii sanad. Tutaanza tu mfano an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul, anasema kana alikuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bitawil alba'in, bimaana kwa Kiswahili ni kwamba hakuwa mrefu. Laysa bitawil, hakuwa mrefu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alba'in yani ule urefu uliodhihiri. Wale wenye vitabu wameandika hapa gharibu al-alfaz, yani vocabularies, maneno mapya mageni. Laysa bitawil alba'in ay al-mufritu at-tuli, al-mufritu at-tul, yani ule urefu wake haukuwa ni urefu ulopindukia. Al-mufritu at-tul, yani urefu wake alikuwa si al-ba'in, yani sio ule urefu wa kupindukia. Kwa Kiswahili kizuri tunasema hakuwa mrefu sana. Kana alikuwa sallallahu alayhi wasallam laysa bitawil ba'id, ni maana hakuwa mrefu sana, wala bilqasir, wala hakuwa mfupi, bi maana hakuwa mfupi sana, hakuwa mfupi wala hakuwa mrefu sana. Hilo khalq, yani ile umbo lake bwana Mtume lilikuwa kwamba laysa bitawil ba'id, hakuwa mrefu sana, wala bilqasir, wala vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa mfupi, wala bilabyad, wala Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa mweupe ambao ni
al-amhaq. Al-amhaq, nini maana al-amhaq? Al-amhaq katika kitabu hichi nilichokuwa nacho mimi hapa, nafikiri na nyinyi mnacho, wamefasiri maana yake huwa al-karihu al-bayad. Kwa Kiswahili nasema ni weupe unochukiza. Al-karihu al-bayad inaitwa al-amhaq. Kwa hivyo Mtume sallallahu hakuwa ni weupe ukawa ni ule weupe tititi. Kwa Kiswahili tunasema hakuwa mweupe sana. Al-Albani rahimahullah yeye katika mukhtasar kaeleza vile vile, tunasema al-ba'in kwa maana adh-dhahir, al-amhaq bimaana ash-shadid. Ash-shadid fi tafsiri nzuri zaidi ni kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walal bil abyad al-amhaq, wala hakuwa mweupe shadid, hakuwa mweupe sana. Kwa hiyo naona unapata picha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukienda kwenye maulidi huwezi kupata vitu kama hivi. Utapata tu kwamba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi mnakula mpunga mnaenda zetu. Lakini shamail inakupa umbile la Mtume jinsi alivyokuwa. Walal abyad al-amhaq, wala hakuwa mweupe sana, akawa ni mweupe pepepe. Wala bil adam, wala bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye ile rangi ya asmar. Asmar kwa Kiswahili unasema ni rangi ya hazurungi. Hazurungi maana hazurungi yani ni rangi ambayo iko katikati baina ya weupe na weusi, kama alivyoeleza shekhe katika mukhtasar. Anasema al-adam bimaana al-asmar. Al-asmar ni rangi ya hazurungi, au katika tafsiri hii nyingine wakasema kwamba hii itakuwa ni ile rangi ambayo ilikuwa ni dark brown. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mweupe sana, wala bil abyad al-amhaq, wala bil alam, wala hakuwa ni wa hazurungi dark brown, wala bil ja'd al-qatati, wala bwana Mtume sasa masala ya nywele, wala hakuwa na nywele ambazo zilizokuwa tukisema ja'du. Al-ja'du ni kwa Kiswahili tunasema ni nywele za kipilipili, nywele koto, nywele ambazo tunasema huyu Mswahili una nywele zake zile, huyu Mswahili. Na al-qatatu kwa ni nywele ambazo zilizokuwa wanasema atiwau. Al-qatatu maana atiwau ni curling. Ukenda katika saluni mara nyingi wanawake wasema nimekwenda kuweka kali kwenye nywele zangu, yani ziwe kama spring sema kali. Na kuna wanaume wengine kwa bahati mbaya anakwenda saluni, anamwambia mwenye saluni nifanye kali. Sasa nywele za Mtume hazikuwa koto, yani kwa maana siseme nywele za Kiswahili, nywele za kipilipili, na vile vile hazikuwa katika hali ya kwamba al-qatatu, nywele ambazo zimerongana zimekuwa kali kama vile spring. Wala bisabti, wala nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazikuwa ni nywele ambazo zimenyooka. Kufasiri as-sabtu ash-sha'ru al-mustarsili, al-mustasri yani al-mustaqim, nywele zake hazikuwa zimenyooka. Tukisema kunyooka kwa nywele ni zile nywele ambazo kwa Kiswahili tunasema nywele za singa. Singa itakuwa yani inanyoka nywele nzuri. Kwa hiyo angalia jinsi anavyoelezewa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jinsi maumbile lake, nywele zake jinsi zilikuwa si za kipilipili koto, na vile vile hazikuwa katika hali ambayo zile curling kama spring, na vile vile wala bisabti, hazikuwa mustansil, zimenyooka nyororo. Kwa Kiswahili tunasema ni nywele za singa, ambayo hizi ndio watu wengi, kila mtu anataka awe na nywele za singa, hasa dada zetu wanawake. Bwana wanawake sijui wamerogwa na nini, yani mwanamke yote ukimwona lazima na yeye ataka nywele za singa refu zimenyoroka vizuri kabisa. Mwanamke sijui ndugu zetu hawa wakoje. Na alafu bwana mwanamke zamani kuna nyimbo moja watu wa dansa wanasema mayasa uzuri wa kuzaliwa nao.
hii watu wa zamani watakumbuka hivi. Lakini uzuri wa kwenda saluni ati nimekuja niwekee manywele yale pia wananikera wanawake sampuli ile. Yani kwa hiyo nywele za Mtume sallam zilikuwa sio singa kiasi hicho. Ba'athahu Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa utume ala ra'si 40 sana, katika umri wa miaka 40. Ala ra'si 40 sana, yani katika on the peak, katika pale alipotimia miaka 40. Anasema ba'athahu Allah ta'ala, Allah alimpa utume bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ala ra'si 40 sana, katika ule umri wa miaka alipofika 40. Fa aqama bi Makkah, akakaa Makkah 10 sinini, miaka 10. Wa bil Madina, na akakaa Madina 10 sinina, miaka 10. Watawaffahu Allah ta'ala, na Allah akamfisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ala ra'si 60 sana, katika umri wa miaka 60. Walaysa fi ra'sihi, na alipokuwa bwana Mtume amefika miaka 60 na akafishwa, alikuwa hana katika kichwa chake. Walaysa fi ra'sihi, hana katika kichwa chake. Walihiyatihi, na vile vile alikuwa hana katika ndevu zake 20 sha'ratan baydaa, nywele 10 nyeupe. Yani kwa maana nini? Mvi 20 sha'ratan baydaa, alikuwa yani zile 10, yani mvi 10 hana katika kichwa, na vile vile hata mvi 10 hana katika ndevu zake. Hadithi hii ni hadithi sahihun, akhrajahu Imam at-Tirmidhi katika Sunan, na vile vile akhrajahu al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Hadithi hii kama ambavyo tutaikariri, hadathana Abu Raja' Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa bitawil alba'in, hakuwa mrefu sana. Neno alba'in kama vile ambavyo lafasiriwa katika vitabu vyenu hivyo, ay almufritu at-tul, yani hakuwa ile almufritu, yani urefu kawa umepindukia, yani mrefu sana. Laysa bitawil alba'in, hakuwa mrefu sana. Wala bilqasir, wala vile vile hakuwa mfupi kawa mfupi sana. Wala bil abyad al amhaq, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mweupe. Weupe huu ule unaitwa weupe pepepe, yani mweupe sana, au wamefasiri katika matamshi mageni, al amhaq huwa al karih al bayad, yani weupe unochukiza. Ikawa mweupe, hakuwa bwana Mtume weupe huo. Wala al-abyad al-amhaq, hakuwa mweupe sana. Wala bil adami, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na al-adami, yakusudiwa ni asmar. Asmar ni rangi ambayo inakuwa tuseme ni rangi hazuruni, yani hakuwa na ile rangi ya weusi au hakuwa na ile rangi ya weupe, ikawa almuhimu yuko kati na kati katika rangi hizo. Wala bil ja'd al qatat, wala bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nywele zake hazikuwa al-ja'd, ni zile nywele ambazo za kipilipili, tunasema nywele zile koto. Mara nyingi nywele hizi za wapewa sifa wa Afrika, kwamba Africans ndio wana nywele za sifa za al-ja'd, za kipilipili, wanasema koto ngumu. Sasa nywele zake wala bil ja'd, wala hazikuwa za kipilipili koto. Al-qatat, wala nywele zake hazikuwa katika hali ambayo al-qatat, yani kama vile spring, yani curling, zilizojizongoresha kama vile curling. Wala bisaqti, wala nywele zake hazikuwa, kwa lugha ya Kiswahili tunasema hazikuwa za singa. Nasema as-sabt ash-sha'ru al-mustarsil, ni zile nywele ambazo zilizonyooka. Kwa bwana Mtume nywele zake zilikuwa kati na kati, yani wala hazikuwa zimenyooka hivyo zikawa kama vile nywele za singa. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa utume akiwa na umri wa miaka 40, na katika umri huo fa aqama bi Makkah 10 sinin, akakaa Makkah miaka 10. Wa bil Madina 10 sinin, na
akaishi Madina miaka 10. Watawaffahu Allah ta'ala, na Allah akamfisha ala ra'si 60 sana, akiwa na umri wa miaka 60. Walaysa fi ra'sihi, na hakukuwa katika kichwa chake, walihiyatihi, na katika ndevu zake 20 sha'ratan bayda, hakukuwa katika kichwa chake na nywele 20 ambazo ni nyeupe, kwa maana mvi, hakuwa na mvi 20. Wala vile vile katika ndevu zake hakukuwa na nini, hakukuwa na ashratan sha'ratan bayda, nywele nyeupe 20, yani katika ndevu vile vile hakuwa na mvi kiasi hicho. Kuna mtu mmoja aliuliza swala katika kipengele hiki kwamba hapa pasemwa watawaffahu Allahu ta'ala ala ra'si 60 sana, kwamba Allah akawa amemfisha bwana mtume akiwa na umri miaka mingapi? 60. Lakini mbona kuna kauli nyingine kwamba amefishwa aliyakuwa na umri wa miaka 63? Kwa mimi nikamjibu kama vile ambavyo alivyoeleza Al-Albani rahimahullah kwa ikhtisar, kwamba kauli ziko mbili, lakini kauli ambayo ilikuwa yenye nguvu, kauli iliyokuwa sahihi, amefishwa bwana mtume sallam akiwa na umri wa miaka 63. Kwa hiyo muulizaji aliuliza swala zuri, isipokuwa tu ni kwamba kwa mujibu wa mpangilio wa kitabu tutakuja kusoma huko mbele kwamba mtume sallam umri wake ulikuwa ni umri gani. Mbele huku wale wenye kitabu naweza wakaangalia, nafikiri ya kusoma umri wake ambao ndo sahihi. Wenye kitabu kama changu karasa nambari 143, babu majaa fi sinni, mlango unazungumzia habari ya umri, miaka ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao hadithi zote tuziona, kuna hadithi kama 4-5 zote zinaashiria watufia wa huwa ibnu 63. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amefishwa alikuwa katika umri gani? Wa miaka 63. Hadithi zote wa mata, katika hadithi iliyofuatia mata rasul sallam wa huwa ibnu 63. Bwana mtume sallam amekufa katika umri wa miaka 63. Kwa huu ni mlango maalum ambao utakuja kuzungumzia habari hizi